Kwanza ilikuwa ni ngumu sana kuamini kwa sababu ni kama gazeti ambalo limechanika kabla halijawafikia wasomaji wengi. Huyu ndiye alikuwa anabeba maono sasa ya mkoa wa Mara kwa nyimbo za asili. Lakini nashangaa ghafla tu hatunaye tena. Maana yake ni kwamba tunaanza upya tena kujipanga. Mimi ndiye nilianzisha hili kwa mkoa huu wa Mara tukiwa na mwenzangu anaitwa Chime. Lakini tunapopata vijana wale ambao wanakuja kubeba jukumu letu ilikuwa ni furaha sana. Sasa hii furaha imekatika ghafla. Mtazamaji anayekutazama sasa hivi anatamani kusikia kauli yako kama mkongwe kwenye kazi na vijana wanaokuja kwenye game. Hii ikoje kwa upande wenu ninyi kama Marijende kwenye game? Vijana wanaokuja ni kama huyu ambaye amepotea. Alikuwa anakuja vizuri sana. Na sisi tulikuwa tumeshaamini, Wakongo wale tumeamini kwamba sasa fani bado ina watu ambao wataendelea kuitetea. Lakini pia sio mwisho, tunawashauri na wengine ambao bado wanakuja wabadilike, wakiweza kufuata zile nyayo za huyu ambaye ametutoka sasa. Nadhani muziki wetu wa asili utaendelea kudumu na utakuwepo. Tunatamani kusikia katika sanaa ya nyumbani ni kiasi gani pengo limebaki sasa kwa kuwa huyu kaondoka, lakini natamani kusikia tu rai yako pia kwa wasanii wadogo ambao wanakuja kwa muziki wa nyumbani. Pengo ni kubwa, lakini kwa kuwa wapo, jitihada najua zitaziba hilo pengo. Kama wataongeza jitihada, pengo litazibika. Lakini haliwezi kuzibwa kama njiwa manga, litazibwa tu kwa ajili ya muziki na sanaa kwa ujumla. Natamani kusikia kauli yako kama mkongwe kwenye muziki katika hili tukio la leo. Kauli yangu ni vijana wajitume. Moja kati ya watu pia ambao ni vinara katika muziki wa nyumbani kwa maana ya asili na waanzilishi wa kongwe kama tulivyotoka kuzungumza na Mwalimu George Surambele. Niko na mwanamuziki ambaye pia naye ni mkongwe katika game ya muziki wa nyumbani, na nitazungumza naye, lakini pia atatueleza wao kama wasanii umepokeaje msiba wa msanii wa nyumbani. Karibu mzee wangu, unaitwa nani? Kwa majina naitwa Chime Group au jina la asili naitwa Arebinus Wanguva. Ndio msanii wa nyimbo za asili kanda ya Ziwa. Tamani ujitambulishe kwa jina lako ambalo wengi watazamaji watakuwa wanalitambua, au kwa nyimbo yako ambayo iliweza kukufanya wewe ukawa Chime mpaka leo. Jina ambalo mashabiki wangu wanalitambua ni Chime Group. Artist kwamba Chime Group au mzee wa nyimbo za matukio, na nyimbo yangu ambayo imetikisa sana ilikuwa inaitwa Rugoi mapenzi yanaua. Safi kabisa. Mzee wangu, ninyi kama wasanii wa nyimbo za asili, wasanii wa nyumbani hapa mkoani Mara, tunatamani kujua hili tukio la msiba mlilipokeaje kwanza? Kwanza hili tukio limetupa simanzi kubwa kwa msanii mwenzetu kutuacha, maana iliyopangwa na Mungu huwezi kupangua. Mwenzetu kweli aliugua, tukapambana sana kipindi cha nyuma, Mungu akamjali akapona, lakini ndio hivyo, kumbe siku yake ilikuwa haijafika. Siku imefika, basi Mungu mja wake kamuita. Msanii wetu ameacha pengo kiasi gani kwenye sanaa? Ameacha pengo kubwa sana, kwa mfano msaada kwa wasanii wengine, hata kama ushauri na mambo mengine. Kwa mfano alikuwa ni mtu ambaye anaongea na watu, alikuwa ni mcheshi, alikuwa anapenda watu. Kwa hiyo ameacha pengo kubwa kwa wasanii sisi. Ina maana kwamba tumepoteza kitu ambacho ni kitu chema kwa kweli. Ni kipi utakikumbuka kwa msanii Njiwa Manga? Takumbuka hasa kwa uimbaji wake. Kwanza alikuwa na sauti nzuri ya uimbaji, alafu alikuwa ni mshauri wa wasanii pia, nami nikiwemo, kwa sababu wiki kama mbili zimepita tumewahi kuitana tukaongea, akasema Chime, naomba tuje tufanye nyimbo moja inaitwa Rugoi, tufanye collection tuimbe naye, lakini sasa haikuwezekana. Mungu kumbe alikuwa amepanga yake, sisi tunapanga na Mwenyezi Mungu anapanga ya kwake. Tumeupokea kwa masikitiko makubwa sana, ndio. Yaani kwa kweli kwenye familia tumepata pengo kubwa sana, na alikuwa ni tegemeo kwenye familia, na ndiye aliyekuwa macho yetu. Kila mmoja alikuwa anamwangalia yeye kwa sababu alikuwa kijana mkubwa kwenye familia. Ndio tumejipanga kwa kweli, ingawaji msiba waga unashtua, lakini mazishi tumezipanga vizuri na tutaendeleza msiba vizuri bila tatizo lolote. Mimi kumwona msanii kama Njiwa Manga mara ya kwanza nimemwona Bunda, kipindi nikiwa Bunda High School, alikuja kutumbuiza kwenye mahafali 2016. Yalikuwa ndo mahafali yetu ya mwisho pale Bunda High School. Baada ya hapo tukawa tunamsikia tu, lakini mpaka leo jana nilipopata taarifa za msiba wa Njiwa Manga niliumia sana. Kiujumla nimeumia, na ndo maana nimefika na natamani nikaage kwa mara ya mwisho.
bagambe baramogora Simoni lazima bahaye tutige bagambe mwana wetu awe nyaka Mungu arakusikiria awe nyaka Mungu arakusikiria. Robai dondosha ngoma kipigia. Wenye majungu achana nao kaka, wenye fitina achana nao kaka, wenye mdomo achana nao kaka, wenye majungu achana nao kaka, wenye fitina achana nao kaka, wenye mdomo achana nao kaka, wenye majungu achana nao kaka. Ukifa uozi na ukioza unuki tajiri, ukifa uozi na ukioza unuki bosi, ukifa uozi na ukioza unuki tajiri, ukifa uozi na ukioza unuki bosi, ukifa uozi na ukioza unuki tajiri, ukifa uozi na ukioza unuki bosi, ukifa uozi na ukioza unuki tajiri. Baramogora Simoni lazima bahaye wapiki basaudi kutoka pande za Makunga Bomoro muziki aye tumele wapi DJ Mashokoro bashokorelero abantu babile wapi Mturu sauni ndani ya Bunda wapi DJ Lama tigeza wapi DJ Marenge tema muziki amarenge gari kiteri magadi sindika ari sindika ari di magadi sindika sindika wigwe hatero mubiri tero mwibina hatero mubiri hatero mubiri tero mwibina 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 hatero mubiri ma hatero mubiri tatu hatero mubiri mwetu hatero mubiri mwana aredi magadi sindika diga kuame mwana wetu yore kuboda boda maarufu ndani ya Kiabakari nkerere kubirwe kei mtumishewa wapi Sungura Shara mwigo mwana wenyu ninawero bara batemere kinanda barabina abazana kibosi kwa bakuri abikizo wigwi wapi Mzungu na Mungu MC mkubwa mkongwe kutoka pande za Rua Mukoma hatero mubiri tero mwibina 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 hatero mubiri ma hatero mubiri tatu hatero mubiri mwetu hatero mubiri mwana aredi magadi
kutoka pande za Rua Mukoma.